kwa sababu afya ni msingi wa mambo mengi, ikiwemo hata kuhubiri Injili. Na ukiangalia, nitazungumzia kama mambo manne hivi ambayo yanahusiana na afya, lakini pia yanagusa Injili. Kwa maana ya kwamba usipokuwa na afya njema kwa kiasi fulani, hata Injili inaweza kuwa shida. Kwa maana hata Mama White anasema afya ni mkono wa kuume wa Injili. Kwa hiyo lazima tufahamu hilo kwamba afya katika njia zake, ikiwa ni pamoja na kusaidia wanaoumwa au wagonjwa, ikiwa ni pamoja na kuhubiri habari za mtindo bora wa maisha, vyote hivi vinatengeneza mkono wa kuume wa Injili. Sasa kama nilivyoeleza, afya ilikuwa ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu, kwa maana ya kwamba alikuwa makini sana na afya kwa sababu ya huyu mtu aliyemuumba, alimpa maelekezo. Tunasoma Mwanzo 1:31 ni fungu tunalolipenda na tunalifahamu ya kwamba baada ya uumbaji kumekamilika, Mungu alisema kwamba akaona kila kitu kilikuwa chema. Kwa hiyo hapo awali magonjwa hayakuwepo, kwa sababu magonjwa sio jambo jema. Kwa hiyo hatukuwa na matatizo kama magonjwa. Sasa kuna vitu fulani vilitokea ambavyo vikapelekea sasa afya ikaanza kuharibika na ikaleta madhara. Jambo la kwanza lilikuwa ni dhambi. Baada ya dhambi kuingia, ndipo afya ilianza kuharibika. Kwa maana hiyo pia dhambi ni sehemu kubwa sana ya chanzo cha matatizo na magonjwa ya kiafya tunayoyapata leo. Kwa hiyo vita ya dhambi pia ni vita ya afya. Maana kwamba unapopambana na dhambi pia unatengeneza msingi au unalinda afya yako. Jambo la pili ambalo linaweza kupelekea kuharibu mpango wa Mungu ni kutokuwa na elimu au ujinga. Ujinga ni kutokuwa na maarifa fulani. Hii inaweza kupelekea pia mtu akawa na changamoto za kiafya. Jambo la tatu ni kukosa kiasi. Kufunga au kujinyima pia ni sehemu ya kuwa na kiasi. Jinsi ambavyo unashambulia chakula kila siku bila kupumzisha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula, huko pia ni kukosa kiasi. Kwa hiyo mbali tu na swala zima la kiroho, kwa sababu pia si kama Mungu anafurahia kuona wewe na njaa, ila anaangalia dedication yako, au huyu mtu ameweza kuacha mambo yote alionayo matamu na ya anasa na kuleta moyo wake kwangu. Hicho ndicho Mungu anachokiangalia. Lakini pia kiafya pia, unapopumzisha mfumo wa mmeng'enyo wako wa chakula, ndivyo ambavyo unakuwa na mfumo bora zaidi. Maana ya kwamba ule ukuta wa ndani wa tumbo ni miongoni mwa sehemu ambazo zinachubuka sana kwa sababu ya milo ambayo tunaipata kila siku. Unakuta mtu anakula mara 4, mara 5, mara 3, mara 2, mara 1. Namba doesn't matter, kwa maana nimetaja zote. Kwa hiyo unapokula, ule ukuta wa tumbo pia unachubuka. Kule kuna ukuta mwembamba sana. Kumbuka unakula ugali, huko hautoki ugali, ndio? Kwa hiyo kuna mchakato au kuna jambo linatokea, mmeng'enyo wanaita Waswahili, ambao unatokea hadi wewe unapata kile ambacho kipo kwenye chakula. Kwa hiyo ule ukuta ni mwembamba sana, ni lining ya seli moja. Seli sio kwa Kiswahili seli nini, lakini ni ukuta mwembamba sana. Kwa hiyo unachoka haraka. Kwa hiyo unaondoka kila baada ya muda mfupi. Kwa hiyo kadri unavyokula sana, ndivyo ambavyo unaongeza majeruhi majeraha kwenye ukuta wako wa tumbo. Hivyo kupumzisha tumbo ni sehemu ya afya bora. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia. Lakini pia mazingira yaliyochafuliwa ni chanzo pia cha kutuletea shida ya afya. Sasa haya ni vitu ambavyo vinakiuka mpango wa Mungu ambao ametuelekeza. Sasa roho ya unabii, kwa wale ambao tunataka tusikie habari za roho ya unabii, Mama White anatueleza kwenye kitabu kinaitwa Counsels on Health. Ukurasa wa 20 kinasema kwamba magonjwa mengi yanawapata wanadamu, yanayowapata wanadamu ni matokeo ya kuvunjwa kwa sheria za asili. Kwa usipozifuata sheria za asili, kwa kiasi kubwa utapata magonjwa. Sasa wanasayansi wasomi wanasema wewe Mama White hakusoma, sawa? Wasomi wanasema kwamba tafiti za kiafya tena zilizofanywa na mashirika makubwa na zinapatikana kwa umma
zinaonyesha kuwa zaidi ya 70% ya vifo duniani husababishwa na magonjwa yasiyoambukiza na yanahusiana na mtindo wa maisha. Hasa zamani huko wakati tumepata uhuru miaka ya 60 kuja huku mpaka miaka ya 90, matatizo yaliyokuwa yanaongoza kwa kifo yalikuwa ni shida za magonjwa yanayoambukiza kwa sababu ya miundombinu mibovu, ukosefu wa maji, vitu kama hivyo vilipelekea watu kufa sana na magonjwa ya maambukizi, kutokuwa na dawa za kuua wadudu. Sasa vitu hivyo kwa sasa havipo. Maji safi yanapatikana katika maeneo mengi na si changamoto tena. Kwa hiyo kinachopelekea kuwa na vifo vingi sasa ni kwa sababu ya kuwa na hivi vitu sasa ambavyo vimekuja. Badala ya watu kujishughulisha sasa na kuwa na mtindo bora wa maisha, kula vizuri, wameacha mtindo ambao ni bora, wamekuwa na lifestyle ambayo sio nzuri, na kupelekea takwimu kubadilika. Takwimu zinaonyesha kwamba vitu vinavyosababisha vifo kwa sasa sio maambukizi, sio malaria, sio wadudu wanaosababisha magonjwa kwa binadamu. Badala yake ni mtindo mbovu maisha. Sasa Bwana anatuambia kwamba kupitia Mtume Paulo, miili yetu hii ni hekalu la Mungu. Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19 mtasoma mwenyewe kwa sababu ya muda. Anasema kwamba je, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini katika jinsi ambavyo unafanya uwakala wa mwili wako, kwa sababu wewe ni wakala au mwangalizi au mtunzaji wa mwili uliopewa. Sasa roho ya unabii inaeleza kwa kina pia kwamba miili yetu ni mali ya Mungu kama nilivyoelezea katika kitabu cha Counsels on Diets and Foods. Huyu ni Mama White pia anatukumbusha habari hizo. Sasa katika fungu hilo nilolisoma kuna mambo hapa nataka tuyazingatie. Kwa vile mwili umeunganishwa na mambo ya kiroho, kwa hiyo unachokula wewe ni swala la kiroho. Sisi tunaelewana mpaka hapo jamani? Kwa sababu kama nilivyowaambia, Mungu alikuwa makini sana na afya. Tumeanzia mwanzo, baadaye tumekuja kwenye namna ambavyo Mungu anatushauri au anatuasa tutunze miili yetu. Maana yake ni kwamba kile unachoweka mdomoni kwako ni swala la kiroho. Ndio maana hatuli kila kitu. Elewana jamani mpaka hapo. Hatuli kila kitu. Kuna vitu ambavyo ni chakula. Na chakula kwa mujibu wa Mama White ni kile ambacho Mungu alikitoa pale bustani ya Edeni. Huo ndio ulikuwa mpango kabla ya kuanguka dhambini. Lakini Mungu akaongeza, havikataliwi, lakini akafanya nini? Akaongeza na akamtuma mtumishi wake au mjumbe wake kutupatia ushauri pia katika namna ya kutumia hii nyongeza. Kwa pamoja jamani, yes, mpango ule wa awali tuuzingatie, kwa sababu huo ndio mpango ambao hata tafiti za kisayansi zinaonyesha tunapaswa tuutumie. Kwa hiyo tunachokunywa pia ni ibada, lakini pia mapumziko ni sehemu ya agizo la Mungu. Tafiti zinaonyesha kwamba lishe bora, mazoezi na mapumziko hupunguza kwa kiasi kikubwa msongo wa mawazo na dawa na vifo vinavyotokea mapema. Wangapi walienda jeshini hapa? Waliopata bahati ya kwenda jeshini? Basi kisa changu kitawafaa sana, maana wengi hawajaenda. Sasa niwasimulie kule jeshini. Jeshini, mkifika jeshini wanaoita recruit au Kiswahili kuruta. Kuruta wale wakianza mafunzo hawalali kwa kipindi cha wiki 6. Ndani ya wiki 6 mfululizo hakuna kulala. Sasa ukitaka kujua umuhimu wa usingizi, nenda jeshini. Kwa sababu uwezo wa akili wa binadamu unabadilika kabisa asipokuwa na usingizi. Jinsi anavyofikiria, anavyotenda, anavyowaza kunabadilika kabisa. Huruma ulio nayo wewe kwa sababu utakanyaga unasema hamna shida. Usingizi una mchango. Yaani mtu kimuondolea usingizi anakuwa na personality au utu wake unabadilika. Sisi tunaelewana jamani? Yaani usingizi ni muhimu sana katika kufanya uwe na fikra bora. Kwa lugha rahisi tunataka kumaanisha. Kwa hiyo mtu ambaye halali, kuna vijana hapo wanakesha wanaangalia mambo mbalimbali. Kuna watu wanakesha wanafanya kazi. Kwa mfano madaktari ambao tunakaa ofisini pia tunakesha. Ndio maana ukikesha leo unapewa unaita day off. Unaenda kupumzika. Kwa sababu usingizi ni muhimu sana. Na kwa kutambua hilo, mwili una saa, kwa maana ya kwamba wanaita biological clock. Yani ukifika muda wa kulala, mwili wenyewe unakulazimisha ukalale.
Ukiendelea kuresist ile saa inaondoka. Unashangaa usingizi unafanya nini? Unapotea kwa sababu hujafuata utaratibu ambao mwili umeweka. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia mambo haya. Na hatuyafanyi sisi peke yetu, tunao mfano. Kwa maana kwamba Yesu mwenyewe alikuwa mfano wa huduma hizi. Yesu alikuwa anawagusa sana wagonjwa, kwa wale ambao tunakifahamu kisa cha Yesu. Tangu mwanzo wa huduma yake mpaka anapoondoka aliwagusa sana wagonjwa, kwa maana ya kwamba hakuhubiri hivi hivi, aliwagusa wale waliokuwa na shida ya kuuguliwa. Anaporejezwa mtu katika jambo la afya, umemkaribisha pia katika jambo la kiroho, na ndio maana Mungu alizingatia hayo. Ikimaanisha Yesu alilisha watu, aliponya watu. Jambo hili ni jambo la kiroho. Sasa huduma ya afya inafungua moyo, inajenga uaminifu na huweka msingi wa Injili. Sasa kanisa la Adventista Sabato limeandaa kitu kinaitwa celebrations. Celebrations ni kanuni ambazo zimeandaliwa na kanisa la Adventista Sabato, ambazo zimetumia wataalamu, lakini pia zimetumia roho ya unabii kugusia au kuonesha umuhimu wa mambo ya afya. Na jambo la kwanza ambalo tutalizungumzia katika celebration ni swala la lishe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:29 kinasema kwamba tazama, nimekupa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndiyo chakula chenu. Katika celebration principles kuna swala la lishe. Jamani, lishe ni kitu muhimu sana katika maendeleo au jinsi ambavyo binadamu anakuwa. Kwa maana ya kwamba tafiti za kisayansi, wanasayansi waliwahi kufanya tafiti kutaka kujua kwa nini wewe unapata 70 kwenye mtihani na huyu anapata 60 kwenye mtihani, ndio? Wakataka kujua, je, kuna jambo la kurithi lililopo kwenye uwezo wa akili ya mtu? Ndio point tunataka kuleta hapo. Na tafiti zilionyesha matokeo kuwa swala la uwezo wa akili ni mtambuka. Maana ya kwamba kuna vitu utavitoa kutoka kwa wazazi wako, lakini mazingira ambayo utaishi, vyakula ambavyo utakula vitaelezea jinsi ambavyo uwezo wako wa akili utakuwa. Kwa hiyo anakimaanisha kwamba kile unachokula ndio mafuta au ndio kinacho power au ndio kinacholeta nguvu katika uwezo wa akili yako. Kwa hiyo hata swala zima la watoto wadogo, umlishe nini mtoto, umnyweshe nini, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu vyote hivi vinalenga pia au vinagusa pia uwezo wake wa akili huko baadaye. Na roho ya nabii inasema hivi katika kitabu cha Counsels on Diet and Foods. Na Mwacha anasema ukurasa wa 81 kuwa lishe ya vyakula vya asili ya mimea ndiyo mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo tafiti zimeshaonyesha wazi kabisa kuwa mimea na matunda yake, majani yake, ndiyo vyakula bora ambavyo vinapaswa kutumiwa kwa binadamu kwa ajili ya afya bora. Jambo la pili twalifahamu sote ni swala la pumziko au jambo la Sabato. Nimelielezea hili kwamba yatupasa kupumzika. Mtu ambaye hapumziki, hata uwezo wake wa kufanya mambo unakuwa ni mdogo. Hata kwa wanafunzi, chukueni mfano, kuna wanafunzi wanasoma asubuhi, jioni mpaka kuna pambazuka, ndio? Kesho yake mtihani, mwanafunzi huyo hataweza kufanya vizuri kwa sababu uwezo wake wa kukumbuka vitu utapungua. Lakini pia lipo pumziko maalum la Sabato ambalo Mungu ametupatia katika Kutoka 20:8, tukielekezwa kwamba inatupasa tuikumbuke Sabato. Baada ya kupumzika kimwili, tunapumzika au tunamkaribisha Mungu katika mambo yetu ambayo tunayafanya kwa kukumbuka kile alichokitenda kwa maana ya kutuumba lakini ukombozi. Sasa ushahidi wa kisayansi unasema kwamba inaonyesha kwamba ushahidi unaonyesha kuwa mapumziko ya mara kwa mara hupunguza homoni za msongo au aina tunaita kitaalamu cortisol na kuboresha afya ya akili. Hii ni kweli. Unataka kuamini kwamba ukilala una jeraha, kwa mfano tuseme labda umejiumiza mahali, ukaenda kulala, ukiamka asubuhi utakuta ile sehemu iliyokuwa imevimba imefanya nini? Imepungua. Kwa nini? Wakati wa usiku unapokuwa umepumzika, mwili hutoa homoni fulani
ambazo zinasaidia kupunguza inflammation, wanaita wataalamu, au reaction ya mwili kwenye mambo ambayo yametokea wakati wa siku, ikiwa ni pamoja na msongo wa mawazo. Kwa hiyo mwili unakaa vizuri, mwili una repair au unatengeneza sehemu zilizoharibika, lakini unakuwa umeamka vyema. Mtu ambaye hapati usingizi mzuri anakuwa na high level of cortisol. Cortisol ni hormone ambayo inatumika wakati wa unapokuwa na jambo la kulikabili kwa haraka. Ni hormone ambayo inafanya uwe na sukari wakati wote kwa ajili ya kukabili jambo hilo. Inapotokea jambo la hatari, hormone hiyo inatolewa. Kwa hiyo ndio kazi yake katika mwili. Sasa inapokuwa iko juu kila wakati, maana yake hata bazo au kiasi cha sukari kwenye mwili wako kinakuwa kipo juu. Matokeo yake kinaweza kufanya pia ukapata shida ya kuwa na sukari kwa baadaye. Kwa hiyo kuachilia vitu, kutokuwa na msongo wa mawazo uliopitiliza, waza mambo ambayo huwezi kuyatatua kwa wakati huo kupita kiasi, kunaweza pia kuletea msongo wa mawazo. Kwa hiyo Mama White pia ametukumbusha katika hilo. Swala la pili kutoka mwisho ni swala la mazoezi. Mazoezi jamani ni swala muhimu sana, na Mama White anatuambia kwamba mazoezi ya mwili huweka viungo vyote katika hali bora ya afya. Hiyo ni kitabu cha Ministry of Healing ukurasa wa 237. Sasa wale wanaopenda tafiti za kisayansi zinasema hivi. Tafiti za kitabu zinaonyesha kuwa mazoezi ya wastani angalau dakika 130 kwa wiki, ambazo ni sawa na dakika 30 kwa siku kama utafanya kwa siku 5, hupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi kwa zaidi ya 20 mpaka 30. Niliwaeleza kuwa sasa hivi mambo ya maambukizi kwa maana ya magonjwa ya kuambukizwa, mashida yanayopatikana kwenye maji, magonjwa ya kuhara sio chanzo cha vifo. Na ndio maana ukiangalia zamani, watu wa zamani walikuwa wanazaa watoto, hata mwingine anazaa wengi ili wakifa wengine wabaki, ndio? Na watu walikuwa na motion hiyo kwa sababu watoto walikuwa wanakufa sana kwa sababu ya kukosekana kwa dawa za kuatibu magonjwa ya kuambukizwa. Siku hizi hicho kitu kimepungua au hakipo kabisa. Kwa hiyo 20% mpaka 30 ya wale ambao watafanya mazoezi kwa dakika 30 wanapunguza uwezekano wa kupata magonjwa ya kiafya kama vile magonjwa ya moyo na magonjwa ya kiharusi. Sasa kiharusi jamani ni ugonjwa mbaya sana. Nitawaelezea huo ndio niliochagua hapa. Kiharusi ni ugonjwa unaotokana na vitu viwili. Moja, ni damu inavilia kwenye ubongo. Sawa jamani? Inavilia kwenye ubongo. Ikivilia kwenye ubongo inategemea imevilia wapi. Ile sehemu ambayo imevilia ndio itakayoleta dalili utakazozipata. Au mshipa fulani kwenye ubongo unaziba. Ukiziba inategemea umeziba mshipa gani. Na dalili utakazozipata zinaendana na hicho ambacho kina mshipa ambao utakuwa umevilia. Kwa hiyo ikiziba kwa mfano macho, sehemu tunayotumia kuona binadamu haiko huku mbele, iko huku. Sawa? Iko kwenye kisogo. Kwa hiyo ikiziba huku nyuma kisogoni, maana yake utaacha kuona. Ikiziba sehemu ya kupumua, maana yake utashindwa kupumua. Damu ikivilia sehemu inayofanya utembee, utapooza. Sasa sehemu inayofanya tutembee jamani ni kubwa sana, ndio maana karibia 10% kubwa ya wale wanaopata shida ya kiharusi wanapooza. Kwa hiyo ni muhimu sana tujikite katika kufanya mazoezi. Kwa hiyo usipofanya mazoezi unakuwa katika hatari ya magonjwa haya ambayo ni hatari. Kwa hiyo ni muhimu sana tuzingatie hilo. Jambo lingine ni kuwa na mtazamo chanya katika imani. Naomba niulize swali fupi hapa. Mnafikiri kwa nini tuna hospitalini wanaruhusu watu waingie na wachungaji, maimamu waingie mle ndani kwa wagonjwa? Eti nani anaweza akaniambia kwa ufupi sana? Kwa nini watu wa Mungu wanaruhusiwa kuingia kwenye, yaani mtu wa Mungu unaweza kuingia hata muda sio wa kuona wagonjwa, ukaruhusiwa na ukaongea na wagonjwa wote? Nani anaweza akaniambia kwa nini? Na mzee wa karibu. Moja wapo ni kuwafariji wagonjwa. Asante. Pili hapo. Karibu. Kwa ajili ya kiimani. Asante. Kwa sababu ya muda nitaendelea nihitimishe. Kwa maana ya kwamba mgonjwa aliyepoteza matumaini ni ngumu sana kumtibu. Kumbukeni nimewambia kuna mwalimu mmoja wa mambo ya afya aliwahi kunifundisha chuoni. Alikuwa anasema kwamba mwili wa binadamu ni fuko la kemikali. Yaani vitu vinavyoendelea kwenye mwili wako, kuna kemikali nyingi sana zinaendelea kwenye mwili wako.
Kwa hiyo ili uweze kuleta uponyaji, kuna nyanja nyingi zinazohusika pale. Mgonjwa aliyekata tamaa, kuna vitu fulani anavitoa kwenye mwili wake, vinaharibu au vinapelekea ugumu wa kupona kwa baadhi ya magonjwa ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo swala zima la imani ni swala la muhimu sana katika uponyaji au swala la kiafya kwa binadamu. Kwa hiyo wanaporuhusiwa hawa maimamu au hawa watu wa Mungu, wachungaji, nazungumzia sasa kwa muktadha wa hospitalini, wanaleta tumaini, wanakuonyesha kwamba kuna nuru. Sasa kupitia Yesu, kwa maana ya kwamba unapompatia mgonjwa ile tumaini, anapokuwa na hope, anapokuwa na matumaini kwamba nitapona tena, kinakuwa pia ni chanzo cha yeye kuweza kupona magonjwa aliyonayo. Nihitimisha kwa kusema kwamba kama nilivyoeleza hapo wale wakati somo langu ni kwamba afya ni mkono wa kuume wa Injili. Pasipokuwa na afya, maana yake hata Injili yetu haitakwenda vizuri. Na Mama White ameeleza kuwa huduma ya afya ni mkono wa kuume wa ujumbe wa malaika watatu. Hiyo ni Testimonies for the Church, ukurasa wa 6, gombo la 6, ukurasa wa 327. Hii ina maana kuwa huduma ya afya, ameandika, sio yai. Yaani lazima viongozi wa kanisa tulibebe hili, washiriki tulibebe, kwa maana ya kwamba unapomguza mtu kiafya, ni rahisi sana kumguza katika mambo ya kiroho na kumleta kwa Kristo. Lakini pia ni sehemu ya utume kwa kanisa, lakini pia ni daraja la utume ulimwenguni kote. Nitimisha kwa kusema kwamba wapendwa, leo Mungu anatuita kuishi kile ambacho tunakihubiri. Kwa hiyo matengenezo ya kiafya tunayohubiri kama kanisa, tusiyawekee mgomo, ndio, badala yake tuyajaribu. Tuyajaribu. Bwana anasema tumjaribu, ndio. Tusiyakatae, badala yake tuyajaribu tuone. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa Waadventista wa Sabato wanaoishi kwa mtindo wa afya, wanaohubiri, wanakuwa na maisha marefu zaidi kwa takriban miaka 7 au zaidi. Kwa hiyo ni muhimu tuhakikishe kuwa tunazifahamu hizi kanuni za celebration na tunazifuata, kwa sababu ni uti wa mgongo au ni mkono wa kuume wa Injili. Namaliza kwa kusema kwamba roho ya unabii inasema utii wa sheria za afya ni utii kwa Mungu. Bwana atubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen.